Basi tunaendelea na somo yetu shule ya huduma au kwa Kiingereza School of Ministry, kwa Kifaransa École du Ministère. Na somo yetu tulisema tunaigawa katika sehemu 6 kubwa. Sehemu ya kwanza tumeona tayari maana ya huduma. Sehemu ya pili tumeona tofauti kati ya huduma na karama. Sehemu ya tatu tumeona tofauti kati ya huduma na utendakazi. Sehemu ya 4 tumeona tofauti kati ya huduma na cheo, na tuko sehemu ya 5 tukimalizia huduma ya Waefeso sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 12. Kisha tutamalizia na pointi ya mwisho, huduma nje ya Waefeso sura ya 4. Na katika pointi yetu ya 5 katika huduma wa Efeso sura ya 4 mstari wa 10-12 tulisoma Mungu amepatia watu kazi 5 kubwa ya ushawishi kanisani, lakini sio kazi 5 peke yake ndio Mungu amepatia, na tukafanya huduma tukaiweka kama mkono kazi. Huyu ni mtume, anatumika kivyake, iko namna yake. Huyu ni nabii, ya kidogo kwa chini. Huyu ni mwinjilisti, anaonekana huku na anaonekana huku, na huyu ni mchungaji. Na leo tunataka kujadili mtu wa mwisho, huyu ni mwalimu. Biblia inasema akafanya wamoja kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji na wengine walimu. Sasa tunataka kuona hapa katika hatua hii, tunataka kuongea pointi 3 kuhusu mtu anaitwa jina yake mwalimu. Mwalimu ni nani? Hiyo itakuwa pointi ya kwanza. Maana ya jina ya mwalimu, maana yake ni. Lakini pointi ya pili tutaongea kuhusu aina 4 ya walimu, na pointi ya 3 tutaongea kazi za mwalimu. Nasema tunaongea mtu wa mwisho, aka kidole kadogo aka na kisayansi, kama kwa sikio kuna uchafu, ni aka kidole kadogo kanaingizwa kwa sikio kwa kutoa uchafu. Sasa tunataka kwenda kuona mwalimu ni nani hasa. Namba 2, tutaenda kuona aina 4 ya walimu. Namba 3, tutaenda kuona kazi za mwalimu. Basi chukua Biblia yako takatifu, tutaenda kusoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya 3 mlango wake wa 1 mpaka wa 2. Yohana John chapter 3 verse 1 to 2. Jean chapitre 3 verset 1 jusqu'à 2. Nasoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya 3 mlango wake wa 1 mpaka wa 2. Iliyasa basi palipokuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi kuzifanyao wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Amen. Tumetoka kusoma katika kitabu ya Yohana Mtakatifu, na mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu, wakati Yesu alikuja anaanza kufanya kazi ya Mungu, Yesu akukuta taifa ya Israeli kwamba ni wapagani. Hapana, alikuta taifa yote ya Israeli wanaenda, wanaomba, wanaabudu Mungu.
na kulikuwa madhehebu tatu kubwa iliyokuwa na ushawishi. Kulikuwa dhehebu ya Mafarisayo, Masadukayo na dini ya Wayahudi, na hawa wote walikuwa wanamwabudu Mungu kulingana na kitabu ya sheria ile Mungu alimpatia Musa. Na anaambia wahubiri, Mungu hajawahi kumpa Musa sheria 10, lakini Mungu alimpatia Musa sheria 613, na ndani ya sheria 613 kulikuwa amri 10 ya Mungu. Sasa hii madhehebu tatu wote walikuwa wanaabudu Mungu kulingana na kitabu ya sheria, lakini walikuwa na tofauti tudogo kama tule madhehebu ya Kikristo ni mingi, lakini ukienda ukachi unaona wanatofautiana. Kwa hiyo wanasema lazima mwanamke avae kitambaa, wengine wanasema hapana, wengine wanasema hapana, lazima mtu ajipambe, wengine asijipambe, wengine wanasema vitu tofauti kidogo. Kama Mafarisayo walikuwa naamini ufufuko na walikuwa naamini malaika, lakini Masadukayo hawakuwa naamini ufufuko na hawakuwa naamini malaika. Dini ya Wayahudi ilikuwa naamini hiyo vitu, lakini iliongezea kitu kingine yenye inaitwa mila ya Wayahudi, inaitwa kabali. Kwa hiyo ilikuwa na nguvu ya giza. Hasa Biblia inasema baada ya Yesu kuwa anafanya kazi ya Mungu, na ndio maana Yesu alipokuwa anafanya kazi ya Mungu alikuwa anaitumika nje, anaenda mji na vijiji katika Luka sura ya 8. Lakini kando ya kwenda mji na vijiji, alikuwa anaenda sehemu ya kuabudia hiyo Waisraeli walikuwa naabudu. Na sehemu ya kwanza Waisraeli walikuwa naabudu ilikuwa inaitwa hekalu, na sehemu ya pili Waisraeli walikuwa naabudu ilikuwa inaitwa sinagogi. Wakati Yesu alikuwa duniani alikuwa ndio na huduma. Huduma ni kusema kazi. Tuseme mkono ina kazi yake, mkono hawezi kufanya kazi ya mguu na mguu hawezi kufanya kazi ya mkono, na kazi yake kubwa ilikuwa ni kuvua watu. Lakini kwa sababu kulikuwa sehemu ya kuabudia, kwa hivyo kanisa, tuseme mwili mzima wa Kristo, ilipokuwa nafika siku ya ibada alikuwa anaenda hekaluni na alikuwa anaenda sinagogi. Lakini kuna sifa ya sinagogi na kuna sifa ya hekalu. Kwa kuwa na hekalu ilihitaji kupatikana sanduku ya agano ya Mungu, na kwa sababu sanduku ya agano ya Mungu haikuwa mbili, ilikuwa moja. Kwa hivyo taifa nzima ya Israeli ilikuwa tuna hekalu moja. Mahali pote sanduku ya agano ya Mungu ilipatikana, hapo ndio paliitwa hekalu. Na ndio maana hekalu ilikuwa Yerusalemu, mahali sanduku ya Bwana ilikuwa inapatikana. Kwa hiyo ni nyumba ya Mungu iliyokuwa na Mungu, kwa sababu hekalu ilikuwa inamwakilisha nani? Mungu. Lakini nje na mahali pote sanduku ya agano ya Mungu ilipatikana, ile mji, wakati sanduku ya Mungu ilikuwa Shilo, ilikuwa inaitwa Shilo, lakini inaongezea jina ya pili kwa sababu Mungu yuko pale. Na sanduku ya Bwana ilipohamishwa kutoka kule na kuja Yerusalemu, ikaitwa Yerusalemu, maana yake mji wake. Lakini kando ya Yerusalemu ikapewa jina ya pili, inaandikwa katika kitabu ya Ezekieli 48:35. Biblia sasa, tangu siku hiyo, kwa sababu sanduku ya Bwana imepatikana katika hiyo mji, hiyo mji itaitwa Jehova Shama. Hiyo ni lugha ya Kiebrania, maana yake kwa Kiswahili Mungu yuko hapo. Kwa hiyo hekalu, mahali hekalu ilikuwa inapatikana, kwa hiyo Mungu alikuwa anapatikana, kwa sababu sanduku ya agano ilipatikana pale. Lakini nje ya Yerusalemu kulikuwa sehemu mingi Waisraeli tu wanaomba Mungu, lakini isingeitwa hekalu kwa sababu haina sifa ya kuwa hekalu, kwa sababu haina sanduku ya agano, lakini ilikuwa inaitwa sinagogi. Hiyo ni lugha ya Kiyunani, Greek word Mogre, maana yake kwa Kiswahili msikiti. Na ndio maana Waislamu wanasema Yesu alikuwa Muislamu kwa sababu alikuwa anaenda sinagogi. Lakini sinagogi ni nyumba ya Mungu isiyokuwa na Mungu, haina sanduku ya agano. Na ndio Yesu alipoingia katika sinagogi akamwambia, Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta kuwatangazia wote wanaopatikana katika sinagogi, wamefungwa, ni maskini, ni vipofu. Kwa alikuwa na wavua kuwatoa sinagogi na awapeleke wapi?
Baada ya kuingia sinagogi na kuingia hekalu, Yesu akapata kitu moja, akasema hapana, nimeingia kwa hekalu, nimeona uzuri wake na mapungufu yake. Nimeingia sinagogi, nimeona uzuri wake na mapungufu yake. Ndio Yesu akasema atajenga kanisa. Na akasema kwa nini anataka kujenga kanisa? Siwaachi tu ziko hasa, na milango ya kuzimu haitafanikiwa juu yake. Kwa hivyo hekalu na sinagogi, kazi ya shetani ilikuwa na nguvu juu yake. Kwa nini iwe na nguvu juu yake? Na sinagogi ni nyumba ya Mungu isiyo na Mungu, kwa hiyo shetani anakuwa pale. Lakini kwa nini hekalu tena ni nyumba ya Mungu iliyo na Mungu, lakini kazi ya shetani ipate nguvu? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, hata ile nyumba ya Mungu iliyokuwa na Mungu, kile walikuwa wanafundisha kule ilikuwa kitabu ya sheria. Na kitabu ya sheria, hata kama ni Mungu alimpatia Musa kitabu ya sheria, lakini kitabu ya sheria ilikuwa na mapungufu mbili kubwa, na haya mapungufu mbili kubwa isingemwezesha mtu kuingia katika uzima wa milele. Mapungufu ya kwanza ya kitabu ya sheria, sheria ilikuwa inatuonesha usiibe, usizini, usisengenye, usitusi, usiseme uongo, lakini haikuwa natupatia tiba ya sisi kuweza kushinda yale mambo. Na ndio utakuta Paulo kuna lalamika katika kitabu wa Warumi. Sasa kabla ya kujua, hajajua sheria, hakuwa na problem. Lakini siku tu alijua sheria, akajiona mara moja na deni. Kabla hajajua sheria, kumwambia uongo ni dhambi, yeye alikuwa anaishi yake, hana problem. Na Biblia inasema yule atakufa bila sheria, katika Warumi atahukumiwa bila sheria. Lakini yule atakufa akiwa anajua sheria, atahukumiwa kulingana na sheria. Hasa kwa hiyo sheria ilikuwa inatuonesha makosa, tusifanye, 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 lakini haikuwa natupatia uwezo ya sisi kushinda tusiweze kufanya yale mambo. Lakini Yesu alipokuja, naye anakuja na sheria na amri kubwa, na amri moja, sasa umpende ndugu yako, penda Mungu, pende jirani, pende mwenyewe. Na alileta tu sheria mingi. Lakini kwa nini sheria ya Yesu inatusaidia? Kando ya Yesu kutuletea, kutuonesha mambo hatuhitaji kufanya, Yesu alitupatia Roho Mtakatifu kwa kushinda yale mambo. Atushinde madhambi kwa uwezo wetu, atushinde matatizo. Biblia inasema Roho Mtakatifu atatuhakikishia juu ya kweli, haki na hukumu. Namba 2, kosa ya pili kubwa ya sheria, hata kama ni Mungu alimpatia Musa, yenyewe aingesaidia mtu kuingia mbinguni. Sheria ilikuwa inasema jicho kwa jicho, jino kwa jino. Sheria ilikuwa inasema umpende rafiki yako na umchukie adui yako. Kwa hiyo sheria ilikosa kitu inaitwa jina yake love, upendo, amor. Naelewa jina ya Mungu si mahubiri, jina ya Mungu si wimbo, jina ya Mungu si unabii, jina ya Mungu si muujiza, lakini jina ya Mungu ni upendo. Na kitu chochote kinakosa upendo kinakosa Mungu. Kwa hiyo sheria ilikuwa kama elimu ya chekechea. Mtu anapotaka kwenda kwa masomo, lengo yake ende chuo kikuu, amalize, qualify, apate kazi. Lakini hautaanza na chuo kikuu, unaanza na chekechea. Na huku nursery school unapewa vijiti hii. Na ukiishia nursery school, hakuna mahali popote hata siku moja wanaweza kukuajiri kupata kazi. Na sisi sheria kwetu ni chekechea ya kutupeleka university. Kwa nani university? Ni Yesu Kristo. Asa Biblia inasema sasa Yesu alipokuwa anafanya kazi kwa wakati huu, wale maprofesa, walimu wa sheria walikuwepo. Na waliokuwa walimu wa sheria wakati ya Yesu walikuwa 5 wakubwa. Waliokuwa wanafundisha sheria 613. Wa kwanza alikuwa Gamalieli, wa pili Nikodemo, wa tatu Ana, wa 4 Kaifa, na wa 5 yule alimzaba Yesu makofi mbele ya kuhani mkuu, kwa jina yake anaitwa Serafu. Na hao watu ndio walikuwa wanafundisha watu sheria. Mwambia sheria namba 1 inasema hivi, sheria namba 2 inasema hivi, sheria namba 3 inasema hivi, sheria namba 4 inasema hivi, sheria namba 5. Lakini hao watu, kwa sababu Yesu alikuwa anaenda hekalu na alikuwa anaenda sinagogi, wanamsikiliza.
wanamuona vile kunafanya kazi, lakini wakiwa wanajua kabisa wana background yake kwamba ni mtu hajasoma, wana background yake ni mtu ametokana na familia maskini, wana background yake hana mahali popote amefanya hata training yoyote, lakini wanapomsikiliza, wanapomuona na kufundisha na kufanya miujiza na ponya, ikawa inawachanganya. Sasa kwa sababu wao ndio wanafundisha maneno ya Mungu, wakaona ni aibu kwa hekalu wamuulize maswali, watakuwa wanajidhalilisha. Ni kama profesa anze kuuliza mtoto wa primary school maswali ndani ya shule, huyo profesa ataonekana kuwa mjinga. So watu wanatarajia ni watoto, wanafunzi wa nursery, wanafunzi ya primary, wanafunzi ya secondary ndio waulize maprofesa mafadhi, si profesa kuweza kuuliza wanafunzi maswali. Sasa ikamlazimika Nikodemu amtafute Yesu, na ndio maana alienda usiku, basi angeenda mchana. Unisikiliza vizuri, ingeleta mambo mbili. Pointi ya kwanza, angejizalilisha, angeharibu heshima ya masomo walikuwa wamesoma. Pointi ya pili, elewa hekalu na sinagogi ilikuwa kama dini ya Uislamu. Walikuwa na kitengo ya mambo ya kiroho, wanafundisha maneno ya Mungu, lakini walikuwa na kitengo ya mahakama. Ukifanya kwenda kinyume na sheria, wanakushtaki na wanakufunga, kama vile Waislamu wana mahakama ya kadi, na wao walikuwa na mahakama. Sasa aliogopa anaweza kushirikiwa na wenzake, akamwendea Yesu usiku, anaona vile anafundisha, miujiza inafanyika, mambo yanayotendeka, lakini ni mtu hawajamuona hata siku moja kwa shule, kwa sababu ndio walimu. Akaenda akamkuta Yesu, na alipofika yeye akamwambia Yesu, akamwambia mwalimu, Rabi, najua wewe. Anampatia jina mbili hapo, usikilize. Jina ya kwanza akamwita Rabi, na jina ya pili kwa lugha Biblia ya Kiingereza na Kifaransa inatafsiri vizuri. Kwa Kiingereza wanaita kitu ya kwanza Rabi, lakini kitu ya pili doctor. Kwa Kifaransa kitu ya kwanza Rabi na kitu ya pili docteur. Ni jina mbili anampatia kwa wakati mmoja. Anamwambia Rabi, najua wewe ni doctor, kwa sababu mambo, lakini anaendelea, mambo unayafanya hakuna mtu anaweza kufanya kama Mungu haiko pamoja naye. Unajua, kwa sababu ilikuwa ni usiku na kukua watu, njoo ikuleta kesi. Lakini ingekuwa mchana au kanisani au mahali kuna umati, wangepeleka Nikodemu mahakamani. Kwa sababu aweze kuita mtu dokta. Dokta ni mtu mwenye amemaliza masomo yote. Aweze kumpatia, unaweza kuita mtu kuna PhD, unaweza kuita mtu kuna diploma, unaweza kuita mtu kuna degree, lakini aweze kuita mtu dokta, mtu mwenye hajafika kilele. Sasa Yesu hajaenda nursery school, Yesu hajaenda primary school, Yesu hajaenda secondary school, Yesu hajaenda university, Yesu hajafanya defense yoyote, na Nikodemu akiwa anajua. Lakini huyu profesa wa Bible school akampatia Yesu jina mbili. Jina ya kwanza anamuita kwa Kiebrania, anamwambia Rabi, lakini jina ya Kiebrania na Kiarabu. Lakini jina ya pili anamuita katika lugha ya Kilatini, anamuita doctor, mwalimu. Sasa neno doctor maana yake nini? Kwa nini Nikodemu ambambike Yesu majina haya mawili? Lakini tuongelea doctor, neno mwalimu inatokana na lugha tatu, lakini nitajaribu kuongea kwa lugha mbili. Kwa lugha inatokana kwa lugha ya Kigiriki, kwa lugha ya Kilatini na kwa lugha ya Kiebrania na ya Kiarabu. Katika lugha ya Kigiriki iko ndefu sana na nitaikwepa. Didaskolas ni ndefu kidogo, lakini nitaenda katika lugha ya Kilatini. Doctor maana kwa Walatini wanaita doctus, doctus vile tu DOCTUS ni doctus.
maana yake kwa Kiswahili ni mtu, sura yake ya pili mlango wake wa kwanza. Lakini kuliondokea manabii ya wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakuwapo walimu wa uongo, wakiwaingiza katika werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyowanunua, wakajiletea uharibifu usiokawia. Amen. Tunasoma katika Petro wa pili. Petro kando ya kuwa mtume, Petro alikuwa mchungaji, Petro alikuwa mwinjilisti. Mtu anaweza kuwa na vipaji mingi, lakini kipaji moja ikadominate nyingine, na kile kina dominate ndio kipaji yako. Na kipaji kubwa iliyokuwa na dominate kwa maisha ya Petro, yeye alikuwa mchungaji. Na baada ya kuwa mchungaji na kuzeeka, akaona ni aandike Biblia. 85% imeandikwa kwa ajili ya watu tayari wenyewe wanamjua Mungu, na 15% ndio inaandikwa kwa ajili ya watu wasiomjua. Hasa Petro akasema miongoni mwao, hapo kunaongelea watu wa zamani, kulitokea manabii ya uongo. Nakwambia kuna aina ile ya manabii, watu wanaonena kwa niaba ya, nikwambia wale watatu. Kuna watu wananena kwa niaba ya Mungu, kuna watu wananena kwa niaba ya shetani, na kuna watu wananena kwa niaba ya watu. Akasema vile zamani kulitokea katikati ya watu wa taifa la Israeli, kulitokea manabii ya uongo, miongoni pia mwetu sisi wa Kristo kutatokea pia walimu wa uongo, madokta ya uongo. Kwa nini anasema uongo? Maana yake kwa nini? Maana ya uongo ni jina inatokana na lugha ya Kigiriki, ni Satan, shetani. Maana yake kwa Kiswahili mwongo. Kwa hiyo kutatokea walimu wa shetani. Kwa hiyo kuna walimu, watu wanaofahamu wa ziada kwa mambo ya kishetani, na kuna watu wanaofahamu ya ziada kwa mambo ya kimungu, na kuna watu wanaofahamu ya ziada kwa vitu ya shule, Bible school. Kwa hiyo ni aina ya tatu ya mwalimu. Lakini aina ya nne ya mwalimu nataka kila mwanafunzi anitumie na uitafute kwa Biblia. Dokta, daktari wa nne kwa Biblia. Kuna mtu kwa wale wameandika vitabu ndani ya Biblia alikuwa daktari. Jina yake, ameandika vitabu mbili. Ameandika kitabu ya Matendo ya Mitume na ameandika kitabu ya Luka. Luka alikuwa daktari mwanasaikolojia. Sasa huyu ni daktari wa shule ya kawaida. Uko na neno, ndio utakuta kuna doctor in philosophy, kuna doctor in politics, kuna doctor for hii, doctor kwa hii, doctor kwa hii. Kwa hiyo mtu yuko na ufahamu wa ziada kwa mambo fulani. Sasa nitaomba kila mwanafunzi anitumie hiyo mavasi, kwa sio kwa group. Nitumie hiyo verse, ni homework. Mahali Luka, Paulo akikuwa anamuongelea ni daktari, kwa sababu Luka alikuwa secretary wa mtume Paulo, lakini alikuwa dokta wa kibinadamu. Sasa hawa ndio aina ile ya madaktari tuko nao ndani ya Biblia. Nakwambia maana ya daktari ni mtu anaofahamu wa ziada kwa mambo fulani au kwa jambo fulani. Nakwambia lakini namba 2, tuna aina nne ya madaktari. Daktari wa kwanza ni mtu daktari kutoka Mungu. Na kanisa ya Mungu inahitaji madaktari kutoka Mungu. Hata chuo ya Biblia, kama mnataka kuwa na kusoma chuo nzuri ya Biblia, ni kupata dokta kutoka Mungu. Lakini kwa sababu ya taratibu ya dunia au pia na vyeti sasa ya shule, kwamba serikali mtambue ana PhD, ana masters, ana degree
ni dokta kutokana na vyuo, lakini kwanza sifa yake ya kwanza kubwa au ni mwalimu kutoka Mungu. So atakuwa anawapatia revelation ya vitu. Bible nzima ni revelation. Hiyo maandiko yote iko pale, niko fumo ni revelation. Sasa inahitaji mtu iko na ufahamu wa ziada kutoka Mungu aweze kukuchambulia. Fafanua. Unasikia kama unajua kusikia mara ya kwanza nikutane na dokta kwa maneno ya Mungu ilikuwa 87 na 8. Na kwamba ilikuwa kama wako na pasula kichwa yangu. Ni kama sijawahi kusikia chochote tangu nizaliwe. Ni kama unapasula nasikia mpaka nachanganyikiwa. Sasa mwalimu kutoka Mungu kila siku, kila muda, kila wakati iko na vitu mpya ya kutoka kwa Mungu. Na mwalimu kutoka shule ya Bible School atakupatia vitu ya shule ya Bible School. Na shule mingi ya Bible School inafundisha kwa elimu ya dunia, na pointi ya pili wanafundisha sana historia ya Biblia. Sasa historia ya Biblia haiwezi kuchange mtu kwa siku. Kwa hiyo Ibrahimu akatoka pale akaenda pale. Eleza za spiritual. Kwa tuseme historia ya Biblia. Biblia za mtu mmoja akatoka Jerusalem akashuka Jericho. Ni historia. Lakini tunataka kupata revelation ya hilo. Kwa nini Yesu aseme mtu akatoka Jerusalem akashuka Jericho? Na ukienda leo Israeli utakosa kabisa Jerusalem iko juu na Jericho iko chini, maili 1500. Sasa kwa nini mtu anatoka Jerusalem akashuka Jericho? In Revelation mtu akitoka Jerusalem, kwa sababu Jerusalem ndio kulikuwa sanduku ya agano ya Mungu. Kwa hiyo mtu ametoka katika presence of God, kwa uwepo wa Mungu. Na leo kama mtu anakuwa katika uwepo wa Mungu, yeye anapata vitu tatu. Kitu ya kwanza, anapata sehemu ya mali duniani. Hakuna mtu Mungu alimleta hapa duniani ateseke. Kabla ya Mungu kutuleta sisi wote, mbingu iliweka sehemu yetu, portion yetu. Yenye haitaliwa na mtu yeyote, haitatumiwa na mtu yeyote, ni kwa ajili yetu binafsi. Lakini second, tunapokuwa katika presence of God, uwepo wa Mungu kila siku, mbingu inaendelea kutuhudumia tena kila siku. Hawajali na ile walitupatia jana, juzi yake. Kwa sababu Mungu katika jina yake 32 anaitwa Baba. Neno Baba kwa Bible si mwanaume. Neno Baba inatokana na Greek word wanaita Pate. It is me, take care. Maana yake prendre en charge. Alituumba kusudi atulee, atulishe, atuvike, atushughulikie. Kwa hiyo Mungu anaweza kukupa gari leo na akasahau kabisa kesho anapenda kukupatia ndege. Anakupatia nyumba leo, akasahau kesho anapenda kukupatia viwanja mpya. Kila siku tunapokuwa katika presence Jerusalem, tunapokuwa katika presence ya mbingu, inatupatia sehemu. Na unakwambia unikumbushe, uko na problem ya tumbo, inauma upande mmoja, unikumbushe afla na kuombe na Mungu atakuponya. Basi tunapokuwa katika presence ya Mungu, number 1, Mungu anatupatia sehemu ya mali inayotoka. Number 2, mbingu haijali na ile ilifanya jana. Vile vitu tulipatia watoto wetu jana, hatuvijali, tunawalisha tena leo, tunawavika tena leo. Lakini number 3, muda wote tunakuwa katika presence ya Mungu. Mungu analinda pia vitu yote anayopatia. Unajua wakati shetani alitaka kumjaribu Ayubu, Mungu akamwambia shetani, umeona mtumishi wangu Ayubu? Jibu ya shetani kwa Mungu akamwambia, unafikiri Ayubu anakuogopa Mungu? Si kwa sababu namlinda, umembariki na kulinda kila kitu. Mungu aishie kutupatia utumishi, lakini anailinda. Mungu aishie kutupatia pesa, lakini anailinda. Mungu aishie kutupatia ndoa, lakini anailinda. Sasa mara mingi mtu anapokuwa katika presence ya Bwana, kwa sababu amepata vitu tatu, amepata sehemu ya mali yake, amebarikiwa, anaendelea kuhudumiwa kila siku. Number 3, na vitu iko na inalindwa. Kupata kitu si kitu, lakini kitu ni kile umepata kipato kuliko. Sasa huyu mtu akatoka. Mara mingi tunapokuwa hatujafanikiwa, tuna hamu na kiu ya kupatikana katika uwepo wa Bwana, kusudi Bwana mbingu ifanye kitu. Lakini tukishabarikiwa tunakuwa nataka kutoka. Kwa sababu gani? Kando ya Mungu kutubariki na kila kitu,
jua yeye ni baba, na baba yote haiko tayari mwanawe afanye kila kitu anataka. Hata Mungu atubariki na magari, Mungu atubariki na mapesa, Mungu atubariki na nyumba, Mungu atubariki na makampuni, lakini mbingu haiko tayari sisi tufanye kila kitu tunataka. Ni mzazi mjinga anaruhusu mwanawe afanye kila kitu anataka. Sasa ndio huyo alitoka. Wewe alitoka, Biblia sasa anaenda wapi? Yeriko. Anataka kwenda kufanya kile. Maana ya Yeriko kwa Kiswahili, maana yake ni mji wa harufu nzuri. Kwa hiyo sehemu ya starehe. Na kwa maisha unasikia Biblia sasa alitoka Jerusalem akashuka. Life yote ni mzuri ipande kuliko kushuka. Na mtu anapotoka katika uwepo wa Mungu, apende asipende, ameshuka kiroho. Ukishatoka kwa uwepo wa Mungu, mtu apatikane kanisani, ameshuka kiroho. Hata nguvu ya kuomba itaisha, nguvu ya kufunga itaisha, nguvu ya kusoma neno itaisha, nguvu ya kukesha itaisha, nguvu ya kuongea tena kuhusu maneno ya Mungu itaisha. Atakuwa na stori zote za kawaida. Akashuka Yeriko, kwa hiyo anataka kwenda kula roho. Sasa ukienda kwa Bible school ya kawaida, hiyo andiko utafunzwa kihistoria, lakini mwalimu kutoka Mungu anakupatia andiko kirevelation, maana sahihi, very deep, yenye Yesu alitoa hiyo mfano. Kwa nini alitoa? Kwa nini aliongelea? Kwa nini alitaka kufundisha nini na nini asu? Sasa kwa hiyo tunasema kuna mwalimu wa kwanza, mwalimu kutoka Mungu. Tunasema mwalimu wa pili, mwalimu kutoka shule ya Biblia. Mwalimu wa tatu, lakini tunataka sifa kubwa ya shule ya Biblia iwe na walimu kutoka Mungu. Ndio watu watabarikiwa. Kwa sababu kitu watu wanaenda kutafuta kwa Bible school leo inakuwa ni kitu tofauti. Watu wengi leo wako wanasoma vyuo ya Biblia kusudi wapate vyeti. Na ukiwa na hiyo intention hautaenda mahali popote. Lakini watu walikuwa wanaenda kwa shule ya Biblia kusudi wapate material, vitendea kazi, material pour le travail. Na kisha ndio baadaye upate cheti ya kutambulisha kwamba wewe ulifanya nini, ulisoma. Sasa kwa kupata material inategemea unafundishwa na nani. Na shule ya Biblia, unisikilize, sio shule ya Biblia tu. Shule yote si jengo. Shule yote si vitabu. Shule yote ni mwalimu. Ni nani anafundisha? Ni nani anainterpret? Ni nani anaongea? Ndio shule. Nimekutana na watu wengi, mimi nimesoma Amerika, nimesoma Europe, nasoma wapi? Sasa iko doctor in theology. Akisimama unabakiwa na maswali mengi. Basi vitu unasikia ni vitu hata saa zingine si primary school, ni nursery school. Sasa tunataka kwenda kuangalia, sione kama muda wangu, sipende kujichanganya sana. Sawa, tutaenda kuona kazi ya kwanza ya mwalimu na tutasimamia hapo. Nakwambia tunaongea pointi tatu. Pointi ya kwanza, mwalimu ni nani? Tunapatia maana. Mtu aliye na ufahamu ya ziada, doctors, rabbi, rabbuni, didascolas. Lakini nakupatia aina ya walimu. Ndio tuna aina nne ya walimu. Walimu kutoka Mungu, walimu kutoka vyuo vya Biblia, walimu kutoka kwa Shetani, na walimu kutoka madaktari kutokana na shule ya kawaida. Lakini tunataka kwenda kuona kazi tatu kubwa ya mwalimu. Chukua Bible school, tutaenda katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 13, mlango wake wa kwanza. Matendo ya Mitume
Yesu. Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mlango wake wa kwanza tasimamia. Acts chapter 13 verse 1. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1. Biblia inasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwapo palikuwa na manabii na walimu, na ni Barnaba, Simeoni aitwaye Niger, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya mfalme Herode, na Sauli. Tumesoma. Kwa nini nimesomea kuhusu kanisa ya Antiokia pale niongelee kanisa ya Yerusalemu? Baada ya Yesu kufa, upende usipende, nakwambia, kwa kuwa mwalimu mzuri unahitaji kujua mambo ine, ndio utakuwa mwalimu mzuri. Lazima ujue historia ya Biblia. Hiyo ni namba 1. Kwa sababu ukijua historia ya Biblia itakuzuia usijikute unainterpret andiko vile haikuwa naongelea, vile ilikuwa inataka kusema. Namba 2, lazima ujue jiografia ya Biblia. Kama nilivyokuambia, ukienda Israeli utaona nakuta Yerusalemu iko juu, Yeriko iko chini. Kama vile Biblia inasema katika kitabu ya Zaburi 130, wewe inakuwa vema ndugu katika wakiwe pamoja ni kama mlima Hermoni. Hapo ndio maana lazima ujue hiyo jiografia hapa iko nini, ndio utapata picha sahihi ya hiyo andiko. Lakini kama hujajua ukweli ya jiografia pale kwa mlima Hermoni, utafeli. Nikupatie mfano. Kuna makanisa hapa kwa hii ndani hapa, kuna watu kutoka Kongo, ndio watu wako Marekani wa Kongo. Unaona, ukiwa Kongo, hii zehebu nilijua. Kuna zehebu inaitwa Kongo Eglise de la Foi, kanisa ya imani. Na hii kanisa ya imani wanaenda official bila kuficha, wanaenda kuabudu kwa makaburi, wanafunga 21 days, wanatangazia na wanaenda kwa makaburi kuomba kwa makaburi. Lakini inatokana na nini? Na maandiko ya Zaburi 87, maandiko ya Zaburi 83. Biblia inasema tembeleeni Sayuni. Kule ndio Mungu anapatikana, wafalme wote wako kule. Na ukienda leo Israeli, ukienda wewe fika Israeli, waambiwa kupeleke Zion, Sayuni. Si sehemu nyingine, ni pale walizika Isaka Rabini. Ni mahali wanazika wakuu wa nchi. Hapo ndio mawaziri wakuu watu wanazikwa huko. Sasa kama Biblia na sasa tutembelee kule, na unapoenda Israeli ni kweli ni kwa makaburi. Sasa kama una historia ya Biblia, hauna jiografia ya Biblia, hauna environment ya Bible, utafanya kama hii kanisa Eglise de la Foi, kanisa imani, wanaenda kwa makaburi, wanafanya ibada katikati usiku, wanapokea mabiblia kule, wanapokea vipepeo kule. Sikuambie kitu sijui, na wanasema wanaongea na Mungu. Lakini ukienda kwa historia ya Biblia, hii Zion ilipatikanaje? Wakati David alitaka kumjengea Bwana hekalu, Mungu akamwambia utanijengea kwa sababu mikono yako ilimwanga damu, lakini mwanao ndio atanijengea. Sasa Daudi akaona kwa sababu Mungu amemzuia, akaamua kuchagua place sehemu yeye atakuwa anaenda kuabudu nani? Mungu. Na ndio unasikia sasa yeye alifurahia tu alipomwambia katika muda mwingi David alikuwa anapitisha Sayuni kuliko ikulu. Na kwa sababu ndio kule mfalme alikuwa anaenda, kwa hiyo mawaziri walikuwa wanafuata kule, wakuu wa majeshi walikuwa wanafuata kule, wageni kutoka nchi mbali walikuwa wanafuata kule. Ndio Daudi anasema nilifurahia, utembeleeni Sayuni, wafalme wote wanapatikana kule, wakuu wote wanaenda kule. Sasa Daudi alipokufa, wakaona kwa sababu ndio sehemu alikuwa anapenda, wakaamua kumzika Sayuni. Kwa hiyo kaburi la kwanza mahali ilikuwa sehemu ya kuabudu katanuka. Na kwa nini ile kanisa
kanisa ilipanuka kushinda makanisa yote ya kisasa, kwa sababu hiyo kanisa ilikuwa na huduma yote. Makanisa ya leo haina huduma yote, hata tufunge, hata tuombe, hata haiwezi kupanuka kama kanisa ya Jerusalem. Kwa sababu ndani ya kanisa ya Jerusalem kulikuwa wachungaji, ndani ya kanisa ya Jerusalem kulikuwa mitume, ndani ya kanisa ya Jerusalem kulikuwa walimu, ndani ya kanisa ya Jerusalem kulikuwa wainjilisti, ndani ya kanisa kulikuwa manabii, kulikuwa huduma yote na karama zote zinafanya kazi. Kwa hivyo kazi inapanuka haraka. Lakini makanisa ya leo ni ya mtumishi mmoja, na ukiwa mtumishi mmoja kwa utatumika kulingana na uwezo wako peke yake. Shamba inalimwa na mtu mmoja haiwezi kufananishwa na shamba inalimwa na watu wengi. Sasa kanisa lilipopanuka haraka, Mafarisayo, Masadukayo na dini ya Wayahudi wakawasikilia wivu, wakaanza kuua Wakristo. Unajua tunaenda mbinguni lakini hatuko tayari kufa. Sasa na njia ya kutupeleka mbinguni peke yake ni kifo. Wanafunzi wakaanza kutoroka. Lakini ni wanafunzi walitoroka, hakuna hata mtume mmoja alitoroka. Na wanafunzi walipotoroka, wanatoroka wakiwa na Roho Mtakatifu. Ndio wakaenda kuanzisha, walipofika kule Antiokia wakahubiri, watu wakaokoka. Lakini kukakuwa changamoto, hawa ni washirika wamefungua kanisa. Mtu wote anaweza kuanzisha kanisa, lakini kulea kanisa ndio shida. Ni kama vile mtu wote anaweza kuzaa, lakini kulea ndio shida. Lakini hao walikuwa wazuri, wakajua kabisa tunaanzisha lakini hatuna uwezo ya kulea. Wakatuma ujumbe kwa kanisa mama Jerusalem. Na walipotuma ujumbe kwa kanisa mama Jerusalem, kikao ikawekwa. Ningekuwepo Dr. Frank, ningeshauri, kwa sababu Petro ndio mchungaji wa kanisa ya Jerusalem. Naelewa wale walikuwa nasimamia administration ya Yesu walikuwa watatu: Petro, Yohana na Yakobo. Mimi ningeshauri wamchague basi sasa na ina nafasi Yohana apate nafasi ende kusimamia kanisa ya Antiokia. Au ningeshauri watu wapatie nafasi Yakobo aende kusimamia. Au Yakobo kusoma tayari alikuwa hakuwa askofu, kwa sababu hakuwa kwa makanisa mengi. Askofu ni mwangalizi wa makanisa. Sasa hakuwa kwa makanisa. Ungeshauri wampatie hata naye Yakobo enda simamia. Lakini kikao ilipowekwa, wakamchagua mtu mwenye hata hakuwa mtume kati ya mitume 12. Wakachagua mtu mwenye alikuwa mwanafunzi kwa jina yake Barnaba. Na Barnaba ina maana mbili. Kwa lugha ya Kiyunani ina maana yake, na kwa lugha ya Kigiriki ina maana yake. Kwa lugha ya Kiyunani ni mwana wa ushauri, mtu anayejua kushauri watu vizuri. Kazi ya Mungu inapoenda kuanzisha, utakutana watu wana matatizo ya kila aina. Sasa kuhubiri haitoshi. Kuhubiri inawasaidia kwa 10% au 20%. Kisha kuhubiri ndio kila mtu anakuja na problem yake. Kwa mimi problem yangu. Sasa kazi ya Mungu inahitaji mtu anayejua kuwa na ushauri wa hali ya juu. Ushauri wa kiroho. Ile Biblia inasema wakapata ndani ya Danieli, Meshaki, Shadraka na Abednego wanauelewa zaidi mara 10 kushinda watoto wa Babeli. Hiyo ilikuwa sifa ya kwanza walimchagua. Lakini sifa ya pili, maana ya jina Barnaba kwa lugha ya Kigiriki maana yake mtu mwenye bidii. Kazi yote mpya inahitaji mtumishi, lakini si mtumishi asiye na bidii. Shughuli yote mpya, duka mpya, kampuni mpya, kanisa mpya, shirika mpya, inahitaji wafanyakazi, lakini si wafanyakazi ordinary na si wafanyakazi wazembe, lakini inahitaji mfanyakazi aliye na bidii. Na ndio kanisa ya Jerusalem ilipogrow, watu wanaongezeka, mahitaji kawa mengi. Barnaba bila kuambiwa na kanisa, bila kikao kanisa kuweka, akauza shamba yake mwenyewe. Apende kazi ya Mungu ya bidii, apende kuona mambo yanafeli, anataka kila kitu kende sawa. Na ndio kanisa ilipoona huyu ni mtu mwenye bidii, aliuza shamba yake akaita hela yote bila hata kubakia na ndururu, kusudi kazi ya Mungu isogee. Na kukakuwa watumishi wengine walikuwa watumishi lakini hawana bidii, wakajaribu kumkopi Barnaba.
Anania na Safira wakauza nao shamba yao, lakini wakapeleka tu pesa kidogo kanisani, wakabaki na mimi. Wakasema msisifu peke yake Barnaba, hata sisi na sisi tumeuza shamba yetu na tumeleta hela yote. Lakini Petro akawaambia, kabla ya kuuza shamba ilikuwa yenu, na kanisa ikutangaza watu wauze mashamba, na kisha kuuza shamba pesa ilikuwa yenu. Lakini kwa nini mdanganye Roho Mtakatifu? Mmeuza, mmeacha pesa mingi nyumbani. Mbona mseme kwamba mmeleta hela yote kama vile Barnaba alifanya? Sasa mtakufa kwa sababu ya uongo wenu. Sasa wakamtuma Barnaba. Unisikilize. Na ndio kanisa ilieneza, kanisa ya umishonari duniani. Kanisa ilieneza neno ya Mungu duniani ni kanisa la Antiokia. Kanisa iliyotoa watumishi wengi duniani ni kanisa la Antiokia. Kanisa lilifanya umishonari duniani ni kanisa la Antiokia. Na Barnaba alipoenda, na elewa baba yake ya kiroho ya Saul. Hata kama Paulo anakuambia kuwa na baba wa kiroho, hapana. Soma historia ya Biblia. Wakati Saul ameokoka, alienda kumpeleka Saul kwa mitume mara ya kwanza kumpresent, anamtoa kule kwa alikuwa anaenda Damascus kwenda kushika washirika. Na alipomleta mbele ya mitume, mbele ya Petro, Yohana na Yakobo, ilikuwa Barnaba. Lakini Petro na Yohana wakamuogopa kwa sababu alikuwa anafunga washirika. Kwa sasa mwingine anakuja kuwafunga. Sasa walipomkataa akampeleka Tarso. Sasa alipopewa kanisa asimamie kanisa, akaenda kumchukua Saul. Barnaba akamleta Saul. Kwa hiyo baba wa kiroho hauwezi kutokea best bila kuwa na baba mlezi. Nakwambia baba si mwanaume. Baba maana yake take care. Mungu si mwanaume kwa sababu Mungu ni roho. Roho haina mwili, haina damu, haina mifupa. Kwa kuwa mwanaume, kwa kuwa mwanamke, inahitaji uwe na mwili. Na Mungu ni spirit. Baba maana yake inatokana na Greek word bade. It is mean take care, plan and charge, kulea. Hauwezi kuwa best spiritual kama hakuna mtu mwenye amekulea vizuri. Sasa shida ya watumishi wengi wa Mungu leo, akipata ndoto moja hataki kulelewa. Akihubiri mara moja watu wanakubali, hataki kulelewa. Akiimba lazima, kama unataka kutokea best, uwe mtu anakulea. Naweza kukupatia mifano mingi. Tutafika kwa hiyo somo, msikilizaji. Jinsi ya kuwa mtumishi bora. Lakini nijizuie. Sasa walipofika kule, ndio Biblia inasema katika kanisa ya Antiokia. Ulisikiliza? Na kanisa kulikuwa walimu na manabii. Mwalimu, kazi ya walimu kwa ndani ya kanisa kwa washirika, kazi ya kwanza ni kuwafundisha. Hata kanisa ya Yerusalemu, Biblia wanafunzi walikaa chini ya mafundisho. Ukishakuwa tu na mwanafunzi, kisha sema mwanafunzi, ni kusema mtu iko na fundisho. Sasa kwa bahati mbaya kanisa ya leo sisi ni disciple, wanafunzi, lakini hatufundishwi. Tunahubiriwa peke yake na tunatabiriwa. Sasa gisi tukomae inashindikana. Basi wanafunzi wa dunia, shule ya dunia, wanaenda kwa shule kufunzwa. Lakini wanafunzi wa shule ya kiroho makanisani hawaende kufunzwa, wanaenda kutabiriwa, wanaenda peke yake kuombewa, wanaenda peke yake kuhubiriwa. Na elewa, mahubiri mtu hana haki ya kuuliza. Unabii mtu hana haki ya kuulizwa. Ombewa mtu hana haki ya kuulizwa. Lakini kama mtu anafundishwa, ana haki ya kuuliza mahali elewa. Kwa hiyo jukumu ya kwanza ya walimu, na ndio kanisa ya Yerusalemu, kama watu walikoma, kama watu walipanuka, kama kanisa liliinuka, wanafunzi walikaa chini ya mafundisho ya mitume. Ni mafundisho yanakomalisha mtu, mafundisho yanaimarisha mtu, mafundisho yanatoa ujinga kwa mtu, mafundisho yanajua hii ni kweli, hii si kweli, hii inafaa nifanye, nisifanye. Sasa kanisa ile tuna Wakristo, acha tu Wakristo, hata tuna watumishi wa Mungu wako miaka 10 kanisani. Maswali kuna kuuliza mpaka unabaki na unashanga. Vitu ni watoto wenyewe walihitaji kwa mwanzo wa wokovu, ndio walihitaji kule. Vitu wanasimama kuongea mpaka haina sapoti mahali popote kwa Biblia. Kwa nini? Kwa sababu aliokoka lakini hakupata nafasi ya kufunzwa. Sisi ni wanafunzi. Amri kuu ya Yesu katika Mathayo 28:19-20.
Yesu akawaambia wanafunzi wake, enendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwa hivyo mimi nitakuwa na ninyi. Hasa kama sisi ni wanafunzi, wewe tuliitwa kufunzwa every day mpaka siku tutaingia mbinguni. Tunaendelea kufundishwa, na anayefunza watu wa Mungu ni mwalimu. Lakini sifa yake ya kwanza kubwa, alihitaji kuwa mwalimu kutoka Mungu. Lakini kama haiko mwalimu kutoka Mungu, basi afunzwe na walimu kutoka Mungu, akuwe hata mwalimu kutoka shule ya Bible School. Itakuwa baraka. Na nasimamia leo hapo, na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Nasema nilikuwa naongea kuhusu pointi karama ya huduma ya 5, naongelea kuhusu mwalimu. Nasema mwalimu, tunaongea pointi 3. Pointi ya kwanza, mwalimu ni doctor. Pointi ya pili, aina 4 ya walimu. Na pointi ya 3, kazi 3 ya mwalimu. Nasema neno mwalimu kwa lugha ya Kigiriki inaitwa didaskola. Kwa lugha ya Kiebrania inaitwa rabi. Kwa lugha ya Kiaramu inaitwa rabuni. Na kwa lugha ya Kilatini inaitwa doctus. Maana yake ni mtu aliye na ufahamu wa ziada. Kwa kanisa tukasema sisi tuna aina 4 ya walimu. Doctor, walimu kutoka Mungu, walimu kutoka vyuo, shule ya Biblia, walimu wa shetani, na walimu masomo ya kawaida. Sasa tukaenda kusema mwalimu, tutajuaje mtu ni mwalimu? Mwalimu anafanya kazi 3. Sasa nikwambia, usiwe na jina bila kazi. Fanya kazi ikupe jina. Ni hatari uanze kubebana na jina bila kazi, itakuumiza na haitakupeleka mahali popote. Hata Yesu akauliza watu wanasema mimi nani? Inahitaji kusikiliza kile watu wanaongea kuhusu wewe. Kwa sababu kile wanakuona wanafanya, wengine wanakuona unaimba, wanakuona unabii. Sikiliza kile watu wanasema kuliko wewe mwenyewe kujiambia. Mmoja wanasema wewe ni nabii, wewe ni Elia. Akisema lakini nyinyi wa karibu mnasema mimi ni sasa wewe ni mwana wa Mungu. Na kwa mtu kuinuka kunahitaji mambo 3. Kwa mtu kwenda juu kunahitaji mambo 3. Kitu ya kwanza, fanya kile unajua. Hapana kujipatia jina ya kile ujue, utaumia na utaenda mbali. Lakini ukifanya kile unajua, wewe kile uko unafanya kile, watu watakufanya. Utapata support ya Mungu. Na utaenda mbali. Sasa tunasema mwalimu ana kazi 3. Kazi ya kwanza ya mwalimu ni kufundisha. Sasa kuna malevel ya walimu, lakini sitaongelea, itaongea na leadership. Kuna mtu yuko mwalimu lakini ni mwalimu anajua kufundisha sadaka pekee. Kuna mtu yuko mwalimu anaongelea sana kuhusu batizo. Kuna mtu yuko, nilipoenda Marekani mara ya kwanza, watu walikuwa unafundisha kani nikacheka. Kwa hiyo kuna walimu kule yeko specific kwa kitu fulani, inakuwa kama daktari wa wanawake, daktari wa watoto. Daktari akamwambia hapana, mimi nafundisha Bible. Sifundisha somo, nafundisha Biblia nzima. Asa no, it is possible. Na mtutakaa na nyinyi, masomo yote tutawafundisha hapa, ni mimi peke yangu nitakuwa nafundisha every day. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana. Nani ana swali? Tuna swali. Aha. Swali yangu ya kwanza. Tafuta kama kuna mwingine ana swali anaweza kuuliza wewe. Nani ana swali? Ngoja nianze mimi nina swali. Aha. Mwanzo ulisema kwamba Wayahudi hawamtambui Yesu kwa sababu Biblia imesema, maandiko yalisema kwamba Masia atatoka Bethlehem. Yes. Lakini kwenye Mathayo 2:23 kama sikosei, Biblia inasema kwamba alienda kulelewa Nazareti ili timie neno lililonenwa na manabii kwamba ataitwa Nazareti. Sasa kama manabii walinena kwamba ataitwa
Unajua, nafikiri wewe ni mwanafunzi wao. Ndani ya tunasema kuna logos na kuna rema. Wayahudi walikuwa wanamfuata Masia kulingana na logos, maandiko mataka, ile inaandikwa ndani ya sheria. Uko na nini? Baada ya Musa kuleta kitabu ya sheria, ndio baadaye kulikuwa manabii mmoja wanasema ataitwa Mnazareti, lakini haikuandikwa ndani ya kitabu ya nini? Ya sheria. Ni rehema, neno ya wakati. Sawa, kama tuseme hivi, niko natoka kuongea hapa, nasema kuna mtu iko mgonjwa wa tumbo. Hii ni neno ya dakika, wale hawakuwa hawajui na haitaandikwa mahali popote. Unanielewa? Unaelewa? Halo? Ndio. Kwa hivyo hawakuichukulia na maanani, kwa sababu haikuwa logos, ilikuwa rema. Haikuwa maandiko, haikuwa neno ya Mungu yenyewe imeandikwa. Ilikuwa neno ya Mungu ilisemwa kwa wakati. Unaposema tu nabii, ni mtu ananena kwa niaba ya, hasa anaposema, lakini haikuandikwa. Sawa? Swali lingine ni kwamba umesema kulikuwa kuna Wafarisayo walikuwa wana imani yao ambao ni Pharisees, na kulikuwa kuna Sadducees na wao walikuwa na imani yao, na kulikuwa kuna Wayahudi. Sasa kuna kitu ambacho walisema Wafarisayo waliamini kwenye malaika na ufufuo. Masadukayo, Sadducees hawakuamini kwenye malaika na ufufuo. Ndio. Lakini Wayahudi wao waliamini kwenye mambo ya Wafarisayo wakaongeza mila ya Wayahudi. Ile Yesu iko naambia katika Mathayo 15:3, mbona mnaharibu neno ya Mungu kwa sababu ya mila zenu, desturi yenu? Yes. Sasa hawa watu waliwezaje kushirikiana kwa pamoja? Kwa sababu kama mtu mmoja anaamini malaika na ufufuo, mwingine anaamini malaika na ufufuo, kwa nini hawa watu walikuwa na high esteem kwenye society? Si ni kama tu zehebu ya TG, AGT, nini, kila watu wiko na vile wanaamini na bila baamini, si ndio? Na wote wanakubalika, ni makanisa ya kiroho iko na heshima. Sawa? Hivyo tu. Asante. Swali lingine. Umesema walikuwa kuna sinagogi ambayo ni nyumba ya Mungu isiyo na Mungu, na kulikuwa kuna hekalu ambapo ilikuwa inaitwa the Ark of the Covenant. Ilikuwa inaitwa Jehova Shama, Mungu yuko pale, kwa sababu kulikuwa sanduku ya agano. Yes. Sasa kwa jinsi Israeli ilikuwa ni taifa kubwa, because Israel was the big nation. Inakuwaje kwamba masinagogi yalikuwa discouraged, yalikuwa yako considered kama nyumba ya Mungu? Kwa sababu watu wote ukiangalia makabila 12 yasingeweza kwenda yote Yerusalemu kusali kwenye temple moja. Okay. Endelea. Kwa hiyo ninachosema kwamba population ilikuwa inaongezeka na watu wanaongezeka. Wote singewezekana waende kwenye hekalu la Mungu moja. Ndio. Je, ile sinagogi zilikuwa zina connection angalau kidogo au somewhere kwenye maandiko kama unajua, ambazo zilikuwa zina waliki na sehemu ambapo hekalu la Mungu lilikuwa linakaa? Ukisoma katika Wagalatia, kwa sababu na hekalu na sinagogi, hekalu ni nyumba ya Mungu iliyo na sanduku ya agano ya Mungu, lakini sinagogi na kuambia inatokana na lugha ya Kigiriki, lugha ya Kiyunani, ikimaanisha ni msikiti, ni nyumba ya Mungu isiyo na Mungu. Lakini na sinagogi na hekalu walikuwa wanafundisha nini? Sheria. Na nikwambia kitabu ya sheria aliyepeana hayo ni Mungu, lakini sheria Mungu hakupeana kusudi iwapeleke watu mbinguni, kwa sababu ilikuwa na makosa mbili. Na ndio ukisoma Wagalatia 2 waliifanya kama pedagogy, mlinzi, ni kama mafundisho ya chekechea. Haikuwa kwa sababu nakwambia kosa kubwa ya sheria, kitabu ya sheria, hata kama Mungu ndio alipeana sheria, ilikuwa inasema dino kwa dino,
jicho kwa jicho. Sheria ilikuwa inasema umpende rafiki yako, umchukie adui yako. Haikuwa na upendo, na kitu yote ina upendo haina Mungu, kwa sababu jina ya Mungu ni upendo. Kwa hiyo haingesaidia, haingewapeleka mahali popote. Na ndio unakuta wale maprofesa walikuwa wanamfuata Yesu wakiwa wanajua kabisa wanaabudu kwa dini yao. Mafarisayo, Masadukayo wakamwambia ni amri gani kubwa? Kwa sababu haina love. Na unakuta Yesu kuambia tu umpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu yako yote, na umpende jirani yako jinsi unajipenda wewe, kwa sababu sheria ilikosa love. Na chochote kinakosa upendo hakina Mungu. Biblia inasema Wakorintho wa kwanza 15, hata kama naweza kuhubiri, hata kama naweza kutabiri, hata naweza kufanya miujiza, lakini kama sina upendo, I'm nothing. Niko Mungu. Kwa hivyo haikuwa inasaidia kitu chochote. Ilikuwa tu ina wa protect. Ni kama vile mtu unaenda masomo anaanzia na chekecheko na VGT nini, iko namsaidia tu afike kule primary school, secondary school, university. Njoo understand. Na nikakwambia problem ya pili ya sheria haingesaidia. Hata ndio maana Yesu akaona hekalu na sinagogi haitasaidia. Ilihitaji alete kanisa yenyewe itakuwa na Roho Mtakatifu. Kwamba sheria, kitabu ya sheria ilikuwa inatuonesha tusiibe, tusizini, tusisengenye, tusitusi, tusifanye, lakini haikuwa natupatia tiba ya kushinda hiyo vitu. Lakini Yesu anatuletea sheria na anatupatia Roho Mtakatifu ya kushinda. Bila Roho Mtakatifu atatuhakikishia juu ya dhambi, haki na hukumu. Kwa hivyo agano, na ndio nikienda mbali tutafundisha kule mbele, hakuna mtu wote wa agano la kale angeenda mbinguni, awe mzuri awe mbaya. Wote waliokuwa nakufa kwa agano la kale, hakuna mtu alikuwa anaenda mbinguni. Wote walikuwa wanaenda sehemu moja, isipokuwa wanapofika kule kuna milango mbili. Kuna mlango wa matoharani na kuna mlango ya jana. Wote walikuwa wanaenda kuzimu. Kwa sababu kwa kwenda mbinguni, hatuende mbinguni kutokana kwanza na matendo yetu mazuri. Kitu ya kwanza inatupeleka mbinguni, Wagalatia 4:6. Biblia inasema na Roho wa Mungu anatushuhudia sisi ni watoto wa Mungu. Kwanza wewe na Roho Mtakatifu. Watu wa agano la kale walipofanya dhambi, Mungu alitoa Roho wake ndani yao. Mungu akasema roho yangu haitaendelea kuishi ndani ya watu. Na wote waliokuwa na operate katika agano la kale, utamuona mtu kwa jina yake Ezekiel anapotaka kufanya kazi ya Mungu asema na Roho wa Bwana anakuja juu yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa anashuka kama vile waganga wanaita roho. Mganga unaenda kwake anaita roho. Sasa acha tuite mizimu. Mizimu inafanya kazi kisha inatoka. Sasa bila Roho Mtakatifu hata ukwe na mtu wote mzuri hawende mbinguni. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 10, mtu kwa jina yake Kornelio na nyumba yake yote walikuwa wanaogopa Mungu, hawafanyi dhambi, wanatoa sadaka, wanafunga, wanaomba, lakini wangekufa hawangeenda mbinguni. Ikabidi Mungu amsikilie Kornelio Ruma, amtumie malaika akamwambia enda kuita Petro aje kuambia kitu na ukubaki kusudi uokoke. Petro alipofika, kitu walikuwa nakosa ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kitu ya kwanza inapeleka mtu mbinguni ni kuwa na Roho wa Mungu. Sasa watu wote wa agano ya la kale, Roho alikuwa anakuja tu kushuka na operator anatoka, anashuka na operator anatoka. Hawakuwa na Roho Mtakatifu permanent. Mtu wa kwanza kujideclare official kwamba ana Roho Mtakatifu permanent, Yesu ndiye alisema Luka 10:10, Roho wa Bwana iko juu yangu, amenipaka mafuta. Akasema hii andiko, wakamkazia macho kwa sababu walikuwa watu wa agano la kale, wao wanashtuka. Vipi mtu anasema Roho wa Bwana iko juu yangu na wao wanajua kabisa hawana roho permanent? Akasema hii mbali. Alipofunga tu watu wote wanamkazia macho. Sasa hiyo andiko inatimia leo. Kwa sababu nini wengine inashuka na kutoka, kushuka na kutoka, kushuka na kutoka, lakini hii andiko imetimia leo. Sasa nataka kuongezea swali hapo. Ndio. Maelezo. Ndio. Sheria imetolewa na Mungu. Mungu ni sovereign. Najua. Yote. Sasa pia sheria huwa inatumika. Kama watu wengine kwenda mbinguni. Kwa nini yani? Ambaye kubadilisha tofauti. Kuna essence ya kutoka kubadilisha baadaye. Alijua kile anafanya. Mungu anajua yote na alijua hata poteza wale wake hawatapotea. Kwa nini? Hata wale wa agano la kale
wale walikuwa wazuri wenyewe walihitaji kuingia mbinguni, hawakupotea. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alipokufa, ukisoma ni mwili Yesu ndio alizikwa, lakini mwana wa Mungu hakuzikwa. Bila mwili ikapelekwa kaburini, Petro wa kwanza 1:10. Lakini roho ikaenda kuhubiri watu waliokufa zamani. Kwa hiyo Yesu mwili ilipokuwa kaburini siku 3, alienda kuhubiri kwa kina Ibrahimu, alienda kuhubiri kwa kina Daudi, alienda kuhubiri kwa kina Isa, alienda kuhubiri wote na kuwatoa kule. Kwa hiyo hawakupotea. Na wale wenyewe wangeokoka tu, na kama hii wakati yetu wale wenyewe waokoke na Roho Mtakatifu iko njoo walipotea wa kule, na pia wakati wetu pia wanapotea. Unaona nini? Sasa hatuweze kumuuliza Mungu kwa nini ulifanya hivi. Biblia inasema sisi tuko kwa mikono ya mishinyaji. Nikiwa na kitu yangu nakitengeneza vile nataka, na kitengeneza kiponda ponda, naweza ukitengeneza vizuri. Sasa mbingu na dunia yote ni mali ya Mungu, na vitu vyote vilivyo ndani yake anakifanya vile anataka, na kwa sababu yake. Na Biblia inasema katika, unisikilize mzuri, Biblia inasema katika Wakolosai 1:17 Biblia inasema Mungu alifanya kila kitu kwa ajili yake mwenyewe, si kwa ajili ya watu. Kama alikuumba wewe ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Na kama alitia agano la kale, anatia sheria, inya itapeleka watu, alifanya kwa ajili yake. Kila aliumba kila kitu na mbinguni na duniani kwa ajili yake yeye mwenyewe. Umeelewa mchungaji? Mungu awabariki. Mungu awabariki. Una swali? Mbea, una swali? Swali la mwisho umesema Roho Mtakatifu huonekana kwa signs 9 ambazo tunazifahamu. Alama 9 Nyingine la mwisho kabisa, mwalimu, unasema ume-acknowledge walimu 5. 4. Wanne. Mwalimu kutoka quality gani za kufanya wao walimu ambao wanaheshimika kwenye society ya Wayahudi? Asante. Sisi hatuko kwa society ya Wayahudi. Sisi tuko katika Agano Jipya baba. Kwa Wayahudi waliokuwa wanaheshimika ilikuwa marabi na rabuni, lakini rabi ni kusema mwalimu kutokana na lugha ya Kiebrania. Rabuni ni kutokana na lugha ya Kiarabu, lugha ya mama Yesu, mwalimu mkuu. Sasa hawa ndio walikuwa wanaheshimika wakifunza sheria. Lakini katika wakati wetu wenyewe wanaheshima, wanahitaji kuwa na heshima, ni walimu kutoka Mungu. Kwa sababu wana revelation. Tunataka kusikia maneno ya Mungu tukipata revelation. Kama haina revelation ni vitu ya kawaida, inachosha. Uko na nini? Sasa ishara 9 Roho Mtakatifu anafanana, alipomshukia Yesu alifanana kama ua. Si ndio? Njiwa. Kwa nini njiwa? Kwa sababu njiwa ana sifa mbili, ua ana sifa mbili. Sifa ya kwanza ya ua ndio ndege anakubalika dunia nzima kuwa mpole. Na tunda ya Roho Mtakatifu ni upole. Kuna tofauti ya unyamavu na upole. Mtu anaweza kuwa mnyamavu na si mpole, na mtu anaweza kuwa muongeaji na ni mpole. Na sifa ya pili ya ua, njiwa, ndio ndege mwenyewe kuna tabia yenye hata si binadamu na watu wote hawana. Ni mnyama mwaminifu, ndege mwaminifu, hawachangie mume na hawachangie mke. Na ndio wanatembea wawili. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu kwa Yesu peke yake. Roho Mtakatifu vitu yote tunafanya, hata kama ni roho wa Mungu, anasema inahitaji kuwa na revelation, iheshimu neno ya Mungu. Sawa. Kitu ya pili, Roho Mtakatifu ni kama moto lakini si moto. Kwa sababu ingekuwa moto siku ya Pentecost vichwa vyao vingechomeka. Kazi ya roho ya moto inachoma, inasafisha. Roho Mtakatifu ni kama maji. Roho Mtakatifu ni kama upepo. Sasa tutafika kwa hiyo somo tutapoanza kufundisha kitu inaitwa doctrine. Doctrine ya Holy Ghost, doctrine ya Jesus na doctrine ya Father. Na tutaingia very deep tukiongelea kuhusu somo ya Roho Mtakatifu. So
Mbarikiwe.